Uichochee hiyo huduma ndani yako. Usibaki mahali hapo, ukaendelee kuihubiri Injili, wala usionee haya Injili. Na hakuzungumza tu kwa habari ya kufanya mikutano. Anasema watu waliojazwa na nguvu hawaionei haya Injili. Kwa habari ya maisha yao, wanaishi maisha ya kuitangaza Injili ya Bwana. Wanaishi maisha ya nuruni, sio gizani, maana wao ni wana wa nuru. Jamani, haleluya! Kwa hiyo tunaona ni kwa ajili ya kazi ya huduma. Hauwezi ukaifanya huduma ya Mungu kwa uweza wako mwenyewe, na uwezi ukafanya kazi ya Mungu kwa nguvu zako mwenyewe. Lazima kuvikwa uweza. Pointi ya pili, andika, ni kwa ajili ya kupigana vita vya kiroho. 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 Viko vita vingi huko duniani, na viko vita vingi sana huko duniani. Tunatamani sana Mungu atushindie. Tunatamani sana Mungu atupiganie. Tunatamani sana Mungu atuendeshe. Viko vita vingi sana huko duniani. Viko vita vingi sana huko duniani. Na Yesu alilitambua hilo. Anasema duniani iko dhiki. Na wakati nakumbuka maombi yake katika kitabu kile cha Yohana 17, wakati anawaombea wanafunzi, anawaombea kwa Baba, anasema Baba, siombi ili watoe ulimwenguni, lakini najua tu iko dhiki huko ulimwenguni, yako mapigano huko ulimwenguni. Naomba uwalinde kwa mkono wako. Nimewalinda kwa jina langu, naomba uwalinde pia kwa hilo jina ulilonipa. Naomba uwalinde. Alijua kabisa iko vita, yako mashambulizi duniani. Lazima upokee nguvu za Roho Mtakatifu. Huwezi ukashinda duniani mpaka umepokea uweza. Nakwambia, kama hujashindwa na hauna Roho Mtakatifu, ni swala la muda, wala sitabiri mabaya. Kwa sababu kama huna Roho duniani, huwezi ukashinda. Huwezi ukaishinda dhambi. Huwezi ukamshinda shetani. Huwezi ukamkataa shetani. Lazima upokee uweza. Lazima upokee nguvu. Na Yesu Kristo alikuwa anajua, na mapambano ya kiroho hauwezi ukapambana na mwovu mpaka upokee nguvu. Na hii sio tu nguvu, ni nguvu juu ya nguvu za giza. Hii sio tu nguvu ya kawaida, ni nguvu juu ya nguvu za giza. Ni nguvu juu ya nguvu za kipepo. Ni nguvu juu ya nguvu za kichawi. Ni nguvu juu ya nguvu zote za mashambulizi ya kutoka ufalme wa giza. Lazima upokee nguvu. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Yesu hataki tuende uwanja wa vita na udhaifu. Kama hujampokea Roho Mtakatifu, mwambie Yesu, Yesu wangu, usitoke hapa mpaka nipokee Roho wako. Yesu wangu, usitoke hapa mpaka nipokee nguvu zako. Na kama ukipokea kiwango fulani, mwambie kuna kiwango cha kufurika. Hicho ndicho nakihitaji, alichokizungumza Ezekieli katika Ezekieli 47. Anasema kiwango cha kufurika, kiwango cha mwisho. Anasema kiwango ambacho hapo dhambi haiwezi kavuka, hapo uzinzi hauwezi ukavuka, hapo hamna kinachovuka kinachoitwa dhambi, hapo hamna kinachovuka kinaitwa shetani. Maana ni mafuriko ya Roho, na Roho anapofurika, hapo hakuna matendo ya mwili yanaweza yakavuka. Hakuna matendo ya mwili yanaweza akavuka. Na hata kama yakitaka kuibuka, yanakwenda na mto unaitwa Roho Mtakatifu. Yanakwenda na mto unaitwa Roho Mtakatifu, wala hayana pa kukanyaga, kwa sababu ule mto hauna kina kinachopimika. Watatafuta kina chake, hawatakipata, kwa hiyo itawezekana kuvuka. Na kila kitakachotafuta nafasi, hicho kitaenda na mto, maana ni mto wa mafuriko. Lakini kama kuna kiwango kidogo, maybe kwenye kiwiko, maybe ni kiunoni tu, hapo dhambi inavuka. Nakwambia, hapo mambo ya udhaifu yanavuka. Hapo matendo ya mwili, yani kama uasherati na vitu vingine, chuki na magomvi, hapo yanavuka. Maana sio kiwango cha kubarikiza,
wala sio kiwango cha kuzuia dhambi. Leo ujae kiwango cha mafuriko anayosema Ezekieli ya kwamba ule mto nikauona umefurika, na kila ulipoingia mimea ilianza kuota, na kila ulipoingia hata bahari ile iliyokuwa imekufa iliponyeka, hata wale wanyama nao wakaponyeka waliokuwa ndani ya ile bahari. Na ndio nazungumza habari za Roho Mtakatifu, zile habari za kufurika kwa viwango vikuu. Lazima ufurike viwango vikuu ili ukavipige vita. Anasema Paulo katika Waefeso. Waefeso ilikuwa ni kanisa zuri, kanisa lenye upendano wa kindugu, kanisa lenye ushirika mzuri, na alielewa kwa habari ya vita vya kiroho Paulo, na alielewa Waefeso ni kanisa lenye ushirika, ni kanisa linalompenda Mungu ndio, lakini lilikuwa limeelewa kwa habari ya vita vya kiroho. Lilikuwa linapigana mwilini, lilikuwa linajua habari ya kiroho ni kupigana mwilini. Akawaambia vita vyetu sio katika mwili wala sio katika damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho. Tunapambana na mamlaka za giza, tunapambana na wafalme wa giza, tunapambana na majeshi ya pepo wabaya, tunapambana na majini na mapepo, tunapambana na nguvu za giza, tunapambana na wachawi, tunapambana na walozi wa kike na kiume ambao wao usiku na mchana wachoki, huwa wanaenda wakipigwa, wanaenda wanajipanga. Sasa ili tusichoke na sisi lazima tuvike uweza. Ili tuvike uweza lazima tumpokee Roho Mtakatifu. Leo tumpokee Roho wa Bwana. JIT tumpokee Roho wa Bwana. JIT tumpokee Roho wa Bwana. Jamani, haleluya, haleluya. Tusome kitabu cha Efeso 6:10. Tuone kitabu cha Efeso 6:10 mpaka 13. Efeso 6:10 mpaka 13. Naona muda wangu kwa spidi sana kuliko. Naomba tusome hapo Efeso 6. Anasema hatimaye, anawaambia Waefeso, hatimaye mzidi kuwa hodari. Angalia neno analoanza nalo. Anaelewa kitu kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Paulo kabla hajaondoka analiendea kanisa la Efeso na analitumia waraka huu, na upenda sana waraka huu, na sura hii ya mwisho anavyomalizia anawaambia kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Mengine anazungumza ni mengi huku mbele. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na kuikiisha kuyatimiza yote kusimama. Jamani, haleluya. Anawaambia Waefeso, hatimaye mzidi kuwa hodari katika uweza na nguvu za Bwana. Hatimaye mzidi kuwa hodari, vaeni silaha zote mpate kushindana siku ya uovu. Vaeni silaha zote. Lakini anasema cha kwanza, hatimaye mzidi kuwa hodari. Haiwezekani kupambana na nguvu za giza, haiwezekani kupambana na upepo wa upinzani unaotoka ulimwengu wa giza kama hautavikwa uweza. Naomba Mungu akujalie kuvikwa uweza leo. Naomba Mungu wa mbinguni akujalie kuvikwa uweza leo. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika uweza na nguvu za Mungu, ili mpate kushindana siku ya uovu. Manake kuna siku nyingine ni ya uovu, ambayo uovu huwa anakuja nayo, ambaye falme za giza huwa zinakuja. Na ndio maana kuna siku naamka unaona vita vimepamba moto,
majaribu yamepamba moto, unasema ni kama tofauti na jana. Nini ni siku ya uovu? Ili upate kupambana unahitaji nguvu wewe. Unahitaji kuvikwa uweza, upate kushindana hiyo siku, upate kushindana na hizo nguvu za giza, upate kushindana na falme za giza, upate kushindana na wakuu wa giza, upate kushindana na pepo. Lazima uvikwe uweza. Nasema uzidi kuwa hodari, na mimi nasema uzidi kuwa hodari katika uweza wa Bwana. Uhitaji sana Bwana, nataka uzidi kuwa shujaa katika uweza wa Bwana, katika nguvu za Bwana, na uvae silaha za Bwana, na hauwezi ukavaa silaha za Bwana, lazima uvikwe uweza. Na ndo maana tunasema ili uingie jeshini lazima tupime afya yako, maana hata silaha zetu zinahitaji nguvu kuzibeba. Tukizungumza kwa habari ya maombi, tunahitaji nguvu kubeba. Tukizungumza habari ya imani, tunahitaji nguvu kuzibeba. Hizi ni silaha za mwenye haki, tunahitaji nguvu kuzibeba. Tukisemea habari ya maombi, tunahitaji nguvu kuzibeba. Na ndo maana akuambia ya kwamba bebeni kwanza maombi, afu baadaye muwe hodari katika uweza na nguvu. Ila anasema muwe na nguvu kwanza, muwe hodari katika uweza, muwe hodari katika nguvu, na baada ya hapo mvikwe uweza utokao juu, mvikwe nguvu zitokazo juu. Na baada ya hapo sasa, vaeni silaha za Mungu. Anasema hapo mbele kuna habari ya imani, ili muweze kuizima mishale yote ya mwovu. Anasema kwa habari ya maombi, anasema kwa habari ya sala na dua, anasema kwa habari ya imani. Nasema uzidi kuwa hodari, maana kuyabeba maombi si habari ya lele mama, lazima uvikwe uweza. Yesu hakuyabeba maombi, hakuzibeba silaha za imani,